Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama kawaida wanafunzi wenzangu tuliopo hapa na wale ambao tufuatilia huko katika mitandao ya aina mbalimbali, leo tunaingia darasani, hasa nyuma ukiona kuna ubao, bila shaka unaona kabisa kwamba ni wakati sahihi kabisa wa kuendelea katika darasa letu. Leo tutakwenda kuangazia energy namba 6, kwa maana ya mwezi, watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 6 wanakuwa katika hali namna gani, ni zipi tabia zao, lakini pia yapi matendo yao ambayo mengi hujiri kwa watu waliozaliwa ndani ya mwezi huu wa 6. Kwa mujibu wa tafiti na matokeo ya tafiti zimeeleza kitu gani kunako watu hawa? Tuna Dr. Said na Sheikh Yusuf Jawala kutoka naye vipunde kwenda kutazama na kufahamu ni namna gani watu hawa waliozaliwa mwezi wa 6 wenye energy namba 6 wanakuaje, lakini pia ni namna gani ambavyo wewe unaweza ukapata fursa ya kuweza kuishi nao kutokana na namna walivyo, ili kheri ziweze kupatikana. Muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda kuangazia energy namba 6 kwa maana ya watu waliozaliwa ndani ya mwezi huu wa 6. Dr. Said na Sheikh Yusuf Jawala Ghazali. Ya Allah, ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabii, hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha kabisa, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama namna ambavyo umesikia Dr. Said na Yusuf Jawala Ghazali, yuna afya bora kabisa. Lengo kubwa ni la kwenda kuangazia mwezi namba 6, watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 6, ni namna gani energy hii ya namba 6 inavyoweza kufanya kwa watu hawa waliozaliwa ndani ya mwezi huu, lakini pia kwa mujibu wa tafiti zinaeleza nini watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 6, na zipi ambavyo ni matendo ambayo wengi waliozaliwa ndani ya mwezi huu wa 6 wanakuwa nayo, ingawa si wote. Dr. Said na Sheikh Yusuf Jawala Ghazali, ya Allah, ya Allah, kutazama energy namba 6 ya watu waliozaliwa ndani ya mwezi huu wa 6. Kwanza tunataka kufahamu ni watu wa namna gani, wanakuaje, na yapi matendo mengi yamepambwa na watu hawa waliozaliwa ndani ya mwezi huu wa 6. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, pamoja na wanafunzi waliopo katika eneo letu hili, lakini kadhalika na wale ambao wanaotufuatilia kupitia katika mitandao, ili waweze kufahamu yale ambayo yanayojiri kutoka hapa darasani kwetu. Mmoja miongoni mwa vitu vya msingi kabisa ambavyo tunataka kutanabaisha jamii, lazima kwanza ifahamu na ijue haya ambayo tutakayokuja kuyazungumza hapa ni matokeo ya tafiti, na lengo la kwanza kuyasema haya ni kuondosha yale matango pori ambao kuna watu wanawapandikiza watu ya kwamba ule unaosomeshwa pale ni ushirikina, ule unaosomeshwa pale ni uchawi, au ile ni lamri. Basi uondoshe kabisa hayo matango pori. Ukimsikia mtu anasema maneno hayo, mwambie dhahir shahir kabisa, acha uongo, wewe fani hiyo huijui. Kwa kuwa huijui, usizungumzie kitu ambacho usicho kijua. Mwenyezi Mungu anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema usije ukalizungumzia jambo ambalo ilmu nalo wewe hauna. Kwa hiyo muulize huyo mtu, ilmu ile inayozungumziwa pale wewe unayo? Akikwambia sina, mwambie kaa kimya, kwa sababu ilmu hiyo huna. Kwa kuwa huna, huwezi kuhukumu kitu usicho kijua. Twende sambamba sasa. Tunakwenda kutazama leo al-bahthul mashiyo. Yani katika tafiti kuna aina ya utafiti unaitwa al-bahthu
almashiyu, kwa maana utafiti wa mazingira ambayo uliokuwa nayo. Unatafitije katika mazingira hayo, na yale mazingira yanatoa majibu gani, na hayo majibu yanakupa picha ya hali ya namna gani, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana vizuri? Tunasema yatadhammanu hadha an-naw'u min al-bahthi jam'a al-bayanat. Aina hii ya tafiti huwa inabeba nini? Inabeba jam'a al-bayanat, kwa kutafiti nini? Taarifa au kukusanya taarifa za aina mbalimbali. Tena min ainia, taarifa za mambo yale yanayoonekana. Unajua matendo ya mtu yanaonekana, tabia za mtu zinaonekana, sulukiati zake zinaonekana. Kwa hiyo wanachofanya ni kukusanya zile tabia zinazoonekana, kisha baada ya hapo, baada ya kuzikusanya kwa watu walozaliwa mwezi wa 6 ambao ndio leo tutakwenda kuutazama, kisha zikaripotiwa katika vitabu vyao. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo ni tafiti za kawaida tu. Tunakwenda sawa? Naam. Tena mina sukani, kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo. Huyu mtu kazaliwa mwezi wa 6, wakazi wanaokaa naye wanamsemaje, wanamuonaje, mazingira yake yapoje? Hii ndio inaitwa al-bahthul mashiyu, ni tafiti zinazotafiti mazingira ya watu hao na hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Tena biistikdami istibyanatin maktubatin au muqabilatin haikalia. Hii hapa sasa, tafiti hizi mara nyingi sana zinatumika kwa ajili ya kutafuta taarifa. Tena taarifa hizo zinarekodiwa na kuandikwa, lakini au kadhalika kwa ajili ya kupatikana mahojiano. Je, wewe upoje? Mazingira yako yapoje? Ikitokea mtu kaja kakukera, unafanyaje? Basi yanachukuliwa maswali ya namna hiyo. Kwa hiyo watu wanakusanya yale mambo, kisha baada ya hapo wanapata majibu yaliyo sahihi kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo ndipo wanaandika katika vitabu vyao, au ripoti zilizotokana na tafiti ambazo wao wamezifanya, ndipo wanaandika katika vitabu vyao. Sio watu walilala wanakula samaki wanaamka wanaandika tu. Maana yake wanafanya tafiti, tena sio kwa siku moja au kwa mtu mmoja, ni kwa watu wengi na kwa muda mrefu, ndipo wanapata kuandika majambo katika hali za namna hiyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Yanafanyika haya kwa sababu gani? Litahlili al-ittijahat, kwa ajili ya kuchakata ule mwelekeo. Yani mwelekeo wa jambo lenyewe unachakatwa sasa vizuri kutokana na nini? Na zile albayanat, taarifa ambazo wao wamezikusanya katika hali za namna hiyo. Wal i'tiqadat, lakini kadhalika vile vile na wanachakata nini? Zile i'tiqadat. I'tiqadat ni mienendo ya nini? Ya hao watu wenyewe. Wanaichakata ile mienendo, lakini wasulukiyat, na zile suluki zao. Unajua katika namna alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila mwanadamu kuna kitu kinachoitwa khuluqa na kuna kitu kinachoitwa silka. Yani khulqa ni kitu ambacho unazaliwa nacho, ndo tabia yako iko hivyo. Hiyo haina sifa ya kufanyaje? Kubadilika. Tabia ya mtu huwa ibadiliki. Asikwambie mtu kwamba mimi nimebadilika sasa hivi, tabia yangu sio ile tena. Uongo. Tabia haibadiliki. Huyo mtu atafanyaje? Atakuwa amestopisha tu kwa muda, alafu baadaye anarudi kule kule. Lakini silka inaweza kubadilika. Maana yake silka ni kitu ambacho mtu anaweza kuiga kwa kuwa na watu. Labda yuko na watu wa aina fulani na yeye anaiga ule utaratibu wake. Hii inaitwa silka, ambayo mtu unaweza ukaiga ukawa na wewe katika hali za namna. Lakini khuluqa, tabia, ni hatari sana. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema miongoni mwa watu ambao Mwenyezi Mungu anawatazama kwa jicho jema ni wale wenye tabia njema. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo kadhalika na hizi silka zao zinakuwa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Wakishachakata wanapata silka ya mtu fulani ipo kadha, hulka ya mtu fulani ipo kadha, lakini mwenendo wa mtu fulani upo kadha, ndio wanapata kuripoti majambo yake katika utaratibu wa hali za namna hiyo. Nyewe mmeona kuna shiriki hapa? Kwa maelezo haya mnaona kuna sihiri hapa? Kwa maelezo haya mmeona kuna ramli hapa? Maana ndio anavyosema. Kuna mtu unamkuta anakutolea mshipa wa shingo, akwambia hiyo ni sihiri.
sihiri. Yeye mwenyewe kutamka sihiri hajui, lakini anajua hii ni nini tatizo hilo. Kwa lamli ndio inatamkwa hivyo, lakini kuitamka ramli hajui, ila anajua kinachofundishwa hapa ni ramli. Si mtihani huu. Sasa watu wa namna hiyo ni shida katika ulimwengu. Sasa inshallah, baada ya kubaini kwamba hizi ni nini, ni tafiti kwa mujibu wa wanavyoni wenye fani hizi, sasa twende tukaone mawalidu shahri as-sadisa, wale ambao walozaliwa katika mwezi wa ngapi? Sita. Walozaliwa mwezi wa ngapi? Sita. Aisha, tunaanza hapo kwenye mwezi wa sita. Tunakwenda sawa? Hawa watu wenye energy namba 6, jambo la kwanza kabisa, ijtimaiyun jidda, ni watu ambao mara kadhaa ni watu wa jamii, wanakuwa na watu wengi sana. Hawa watu wa namna hiyo ni watu wa jamii. Ijtimaiyun jidda ni watu wa jamii, yani katika jamii wao wanapenda sana kuwa karibu na jamii. Tunakwenda sawa? Wabtisamatuhu la tufariqu wajhahu, na tabasam la watu hawa huwa halitoki katika uso wao. Yani watu wenye energy namba 6 mara nyingi wanakuwa na tabasam, wako hivyo katika utaratibu huo. Lakinahu yantaqidu kathiran, lakini pamoja na kuwa katika hali za namna hiyo ni watu ambao wabishi hivi, alafu wanakajeuri hivi, kanakuwa kapo, wanakuwa na tabia hiyo. Sawa? Hasasun, lakini watu hao wenye energy namba 6 wanahisia sana, wako hivyo, wanahisia sana kupita kiasi. Tunaelewana vizuri ndio wako hivyo. Sasa ushaelewa wakiwa na hisia sana maana yake wanakuaje, hilo utaongeza we mwenyewe yale mengine. Sawa? Wa yuhibbul mufajiat, na hawa watu mara nyingi sana huwa wanapenda zile surprise, yani kufanya surprise vitu vya yani vya kuja surprise, yani ni watu ambao wanapenda vitu vya namna hiyo. Sawa? Wa yusamihu kathiran, lakini ni watu ambao hata wakichukia wanasamehe haraka, wanakuwa hivyo. Lakini fi nihaya yadfahu al-kulla wa yumhika min hayatihi nahaiya, lakini hawa watu ukiendelea kumkosea tena, kuna wakati anakufutilia mbali moja kwa moja, na huyo harudi tena upande wako. Akifuta anafuta kweli, akisema kuanzia leo mimi huyu sina mpango naye, hana mpango naye kweli, inakuwa ni hivyo. Tunakwenda sawa? Lakini fi dakhili hanunun, nani ya mioyo yao hawa watu wenye namba 6 wanakuwa na tabia ya huruma. Wala yuhibbu tasannua, lakini mara nyingi sana hawa watu wanakuwa hawapendi sana kutengeneza, yani kuzusha, sio wazushi. Ishu ya kuzusha wao hawana. Wamizajiyu, na wanakuwa ni watu wenye tabia ya kuchanganyika, lidarajatin kabira, katika makundi ya watu wengi, najichanganya sana, energy yao iko hivyo. Sawa? Wayakrahu naqashat, lakini kadhalika hawa ni watu ambao hawapendi mabishano. Huyu anarusha neno, mabishano hapana. Ni watu ambao wanakuwa hawapendi mabishano. Wa anidun, lakini kadhalika ni majeuri. Hawa watu ni majeuri. Sawa? Wasaburun, pamoja na kwamba ni majeuri, lakini wana nini? Wana subra. Tena wana subra sana. Yukallimuka yaumain wa yashabu alayka sana, anaweza akasema akazungumza na wewe siku 2, alafu mkizinguana mwaka mzima hamsemeshani. Hata kumwambia salamu alaykum kuitikii, huyo napita anaenda zake. Yani inawezekana haya mambo yakawa yanatokea hivyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. Energy namba ngapi? Namba 6. Haya. La yuhibbu an yashufa ahadan mutadhayiqa, lakini tabia yao huwa hawapendi kumwona mtu anapata tabu. Lazima wamuulize, vipi bwana, mbona hivi? Huwa hawapendi vitu vya namna hiyo. Sawa? Waladaihi qudratun ala tahakkumin fadhi'a, lakini wana uwezo mzuri kabisa wa kuficha hasira. Anaweza akasirika afu usijue, kasiana na meza ile hasira. Wana uwezo huo wa kumeza ile hasira. Sawa? Hawa ni watu wenye energy namba ngapi? Namba 6. Sasa wewe hebu mtazame Aisha, hiyo energy imemwenea au vipi? Utajua wewe mwenyewe. Sasa Mzee Ahmad, mbona umesema wewe imemwenea? Kwani unamjua sana Aisha haya, kazi unayo. Haya, lakini kadhalika vile vile
hizi energy namna ambavyo tulivyozieleza, mimma iqtadatuhu at-tajruba, ni mambo ambayo yamefanyiwa majaribio, zikafanywa tafiti na watu wakabaini haya kwa watu ambao wamezaliwa mwezi wa 6, walio wengi wanayo haya ambayo tumeyasema. Au kadhalika inawezekana wakawa wanayo yote kabisa, au wakawa na machache katika haya, imma kwa kiwango kikubwa au kwa kiwango kidogo. Mimma iqtadatuhu at-tajruba, haya ni katika yale ambayo yamefanyiwa tafiti na tafiti zikaonyesha haya ambayo tulioyazungumza. Kwa hiyo inshallah, ikiwa wewe umezaliwa katika mwezi huo, jitathmini au watathmini ndugu zako, jamaa zako wale ambao wamezaliwa katika mwezi huu. Utafahamu mengi sana katika haya ambayo tumeeleza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni energy namba 6. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, darasa lijalo tutakwenda katika energy namba 7. Tukifika energy namba 12 ndipo tutaanza kusema ni nani awe na nani ili mambo yawe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala inshallah. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu. Ya Allah, haya tunayoyafanya Mola wetu, ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu apelekee wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu na wanafunzi wenzangu mliopo hapa na wale ambao wapo nje ya darasa letu hapa, basi nadhani kwamba energy namba 6 umeipata na umeifaidi kweli kweli, kwa sababu unaweza kuona namna ambavyo energy namba 6 inavyofanya kwa walio wengi. Basi utakuta wanazo tafiti na majibu ya tafiti yaliyoelezwa, lakini pia wachache wanaweza asiwe nayo au akawa nazo baadhi zingine zisiwepo, na haya yamezungumzwa kwa uchache. Tukumbuka kama tafiti zina majibu mengi sana, kila hawezi kuwekwa yote hapa. Mengine anaweza sema hapa, lakini akawa nayo huyo mwenye energy namba 6 au mtu aliyozaliwa mwezi wa 6. Yote kwa yote ni kwamba darasa hizi zinaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo mimi nikwambie tuendelea kufanya darasa hizi. Kipindi kinachofuata tutatazama energy namba 7 kwa maana waliozaliwa ndani ya mwezi wa 7. Naamini kheri nyingi zitapatikana, lakini pia hapa ndiyo mahala ambapo unaweza kupata taaluma hizi za aina tofauti tofauti kupitia vipindi vyetu hapa. Mimi sina la ziada, nikwambie tu tutaendelea katika kipindi kijacho cha energy namba 7 au watu walizaliwa ndani ya mwezi wa namba 7, ili uweze kujijua na wewe hapo ulipo. Kama mzaliwa mwezi wa 7, basi hiyo inakuhusu sana, na waliozaliwa mwezi wa 6, basi hii ya leo ndio inayokuhusu kwa 100%. Jitazame, jichunguze, kisha baada hapo utajipatia majibu yaliyo sahihi kwa mahala hapo ulipo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.